sisi waislamu hatufanyi kila kazi zetu za halali na zitupe muda wa kumwabudu Allah. Unaniambia kwamba hapa hakuna kuswali, kwa hiyo kama hakuna kuswali, kama unataka kazi, haya utaamua, utabaki na kazi yako shekhi. Vyovyote utakavyokuwa, alwali au raia, huwa ni mtawala au mtawaliwa, tutakwambia baki na kazi yako, nitumbue bwana. Nisiswali, nitumbue na nitaishi mimi, yuko Allah na tutakutana mbele ya Allah, kwamba kama ilikuwa ni sababu ya kuniondosha kazini, baini wa bainaka Allah, baina yangu na baina yako ni Allah. Wako mpaka waislamu wanawafukuza watumishi wao kwa sababu ya ibada. Chelewa kazini bwana, unaswali kila saa, au ulikuwa unaswalisha huko muslim, kwa kuwa yeye mwenyewe ni tariku sala, tajiri mpumbavu upande wa Allah, lakini mwerevu kwenye dunia. La, sisi waislamu tuna misimamo thabiti kwenye dini na ibada. Hatuangalii kazi wala hatuangalii bosi, tutaacha na tutaishi. Kwani wananchi wote hawa wanaishi kwa kazi yako? Watu wote wanafanya kazi kwako, mbona wanaishi? Wewe ndio unawapa riziki. Hao walio porini, wakulima huko, wafugaji, walio migodini, walio kadha, wafanya kazi kwako, hawaishi? Alafu wewe mwenye hiyo kazi nzuri unataka watu wafanye ibada, utabaki nao milele? Kuna watu walifanya hizo kazi kama wewe, walikuwa mabosi kama wewe, madirekta kama wewe, walikuwa na ofisi kubwa kuliko yako. Haina humulani. Wako wapi leo? Ni hadithi tu, washakwenda kwa Mola wao. Kama wana jambo la kheri litawafaa, lakini kama waliishi kwenye ufedhuli huu wa kukandamiza dini, watajutia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo faragha ya ibada ni jambo la lazima.